pale katika kikosi cha Simba, unaona akipata namba? Of course swala la nafasi ni swala la kiufundi na mwalimu mwenyewe anaona nini, lakini kwa upande wangu, msimamo wangu mimi kama Heavyweight, ukiniuliza kuhusu Chama nitakwambia hapana. Kwa sasa hivi nadhani Simba ilipaswa au inapaswa kutafuta mchezaji ambaye ataweza kuendana na kasi na malengo ya Simba ya sasa hivi. Kuanza kumbebesha mchezaji mkongwe kama Chama majukumu ya kuibeba timu ambayo inajipambanua kutaka kurise upya, sioni kama ni idea nzuri sana, kwa sababu Chama ameshafanya kwa upande wake, kwa kipindi chake, kwa nafasi yake ameshafanya makubwa kwenye club, lakini kitendo cha kumrudisha kipindi hiki ambako klabu inahitaji kurise na kutengeneza squad bora ambayo itadumu kwa muda mrefu, sioni kama Chama ni usajili ambao unahitajika kwa sasa hivi. Umeelewa? Wachezaji ambao wa eneo la kiungo cha ushambuliaji ambao wanaweza kucreate nafasi wapo, ambao wanaweza kusajiliwa. Umeelewa? Kama itashindikana kutafutwa, basi wadau ambao tunatazama michezo mbalimbali, tunafanya tathmini ya vikosi mbalimbali, tunaweza tukashirikishwa na tukaweza kutoa maoni yetu, sio mbaya, kwa ajili ya kuhakikisha klabu inasonga mbele. Umeelewa? Kwa project ya Simba inahitaji kurise, inahitaji kutengeneza squad ya muda mrefu ambayo itaweza kugombania makombe na kucompete at a higher level kwa muda wa miaka 5, 6 mpaka kuendelea. Kitendo cha kumsajili Chama, unataka kuniambia kwamba Simba toka 2019 hawajaona mchezaji mzuri kwenye eneo la kiungo mshambuliaji kuzidi Chama, au ambaye yuko close na uwezo wa Chama? Hawajaona. Kama hawajaona, manake inahitajika waanze sasa kushirikisha wadau ambao wana uwezo wa kushauri kuhusiana na wachezaji na mambo mengine ya kiufundi, kama wao wataona wameshindwa kiasi cha kurejesha wachezaji kama Chama kwenye kikosi. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mimi nazungumza hapa kama mchambuzi, lakini kama mdau wa soka na mdau wa Simba Sports Club, kwamba kwa sasa hivi sioni wala sitegemei kuona Simba inarejesha majeshi kwa mchezaji kama Chama. Lakini tetesi ndio huwa ambazo zinapelekea dili kukamilika. Kama wapo kwenye nafasi, kama wapo kwenye huo mpango, mimi siafiki. Yaani hiyo haina compromise. Yaani mimi siafiki. Sio mimi, kwa mimi sina nguvu, by the way, sina nafasi yoyote. Mimi ni mdau. Lakini ni kwa sababu nina uwezo wa kutoa maoni yangu, of course nitatoa maoni yangu. Hauwezi ukataka kucompete na Yanga na Azam FC, unaenda kucompete kwenye Champions League. Umeelewa vizuri? Unacheza na Petro de Luanda, unacheza na Esperance de Tunis, alafu unategemea kutumia wachezaji ambao ni dead project. Haiwezekani. Umeelewa? Haiwezekani. Unatakiwa utafute fresh project. Ujaribu kutafuta wachezaji ambao wana uwezo wa kuendana na kasi ya michuano husika. Wana uwezo wa kufanya timu ikawa strong kwa muda wa miaka 5, 6 kuendelea. Lakini unaweza kurudisha wachezaji ambao tayari walishafanya mazuri huko. Ina maana toka umempata yule mchezaji hujawahi kuona mchezaji mwingine. Basi ina maana sasa kumbe unadhihirisha kwamba yule ulimpata kibahati mbaya au ulimpata kwa kubahatisha. Why umpate alafu ushindwe kumpata? Unaelewa bana? Kwa hiyo upande wa Chama mimi nafikiri nimejibu kwamba kwa upande wangu mimi sioni kama ni wakati muafaka wa kuanza kurudisha wachezaji kama hao. Sio yeye tu, wachezaji wa design hii ambao wana mpango wa kuwarudisha, mimi siafikiani nao kabisa. Lakini kiwango chake kule Singida inaonekana kama kuna baadhi ya mechi amekuwa akibeba Singida. Watu wanahisi pengine akija pale Simba kuibeba Singida kumaliza nafasi ya ngapi? Ya 4. Kumaliza nafasi ya 4. Kupata matokeo baadhi ya mechi. Kwa sababu Simba imefanya vizuri kuliko Singida, by the way. Yaani Simba hata iwe worse, ina uwezo wa kufanya vizuri kuliko Singida asubuhi tu. Umeelewa vizuri? Yeah, kwa hiyo
Simba ni standard kubwa zaidi kwa sasa hivi. Pengine swali langu la mwisho hapo, inapokuja kwa tetesi kama hizi, viongozi wa Simba ni tuseme wameshindwa kufanya scouting au ni ufinyu wa wachezaji wenye kariba ya Chama mpaka wanaenda kunaibuka hizi tetesi za kwamba Chama huenda karejea pale katika kikosi cha Simba? Swali lako naomba umeuliza kwamba ni viongozi ni either wameshindwa kufanya scouting au wameshindwa kupata mchezaji kariba ya Chama. Hili swali naomba niliweke pending. Nitalijibu baada ya kuona kama Chama atasajiliwa, nitalijibu swali lako. Kwa tetesi kama Chama hatosajiliwa, manake itakuwa tu ni tetesi za hapa na pale kwa ajili ya, unajua dirisha likishakuwa nini lipo, kuna wachezaji huwa wanahusishwa kurejea. Kwa mfano Okwi amehusishwa kurejea mara nyingi sana kabla ya kuhusishwa kwake kufa kabisa. Louis Mixon anahusishwa kurejea. Clatous Chota Chama anahusishwa kurejea. Sio, unaelewa vizuri. Kwa hiyo pengine siwezi nikasema wameshindwa au nini, kwa sababu pengine sio plani yao. Ukasema wameshindwa wakati sio plani yao. Umeelewa vizuri? Lakini wakisajiliwa au wakisajiliwa Chama, then nitakujibu swali lako kulingana na nitakavyoona mimi hali ilivyo. Umeelewa? Lakini sioni kama ni wakati mwafaka. Umeelewa? Chazo Ouma ni kiungo mkabaji, kwa hiyo kikawaida anapaswa kuingia kwenye box pale ambapo timu yake inashambulia kwa set piece au kwenye kona na nini, na kujaribu kuangalia uwezekano wa kushambulia mipira hiyo kwa vichwa na kujaribu kuconvert kuweza kufunga mabao. Umeelewa? Na ndio maana ukijaribu kufuatilia ni ngumu sana kuja kukutana na bao lake. Miongoni mwa viungo ambao wana uwezo mkubwa wa kufanya offensive box presence ni pamoja na Rodri ambaye katika msimu wake ambao ametoa Ballon d'Or msimu wa 2023-24 aliweza kuwa na goal involvement ya mabao 16 ambao ni above average ya kiungo mkabaji anavyopaswa kuwa nayo, na miongoni mwa mipira yake mingi ilikuwa ni pamoja na mipira ya set piece. Anakutana na second ball yeye anafunga, ingawa kwa kichwa sio sana, ila ana uwezo wa kufunga kwa mashuti na vitu kama hivyo. Lakini mwingine ni Declan Rice wa Arsenal. Of course most of his career amecheza kama defensive midfielder, ingawa pia kuna baadhi ya michezo anatumika kama central midfielder, lakini amekuwa na ufanisi mkubwa sana kwenye kutumia hizi set piece kama kiungo. Muda mwingi anakuwa anashambulia box. Kwa hiyo uwezekano wa kiungo kuwa na hii ni mkubwa. Kwa hiyo kama kiungo ambaye anapaswa kucheza Simba, pia anapaswa kuwa na uwezo mkubwa wa kushambulia mipira ya kona. Kuna nafasi ambazo aliwahi kupata, kwa mfano katika mchezo dhidi ya Ulinzi Stars ambao walitoka sare bila kufungana. Alipata nafasi nzuri ya kuconvert kwenye 6 yard box ile 6 kutoka kwenye mpira wa kutenga, akashindwa kutumia, mpira ukaenda nje. Kwa hiyo hata kama ata attempt, uwezo wake ni mdogo kwenye kuconvert. Na issue ya mwisho ambayo mimi naamini inamfanya huyu Chazo Ouma kushindwa kufit kwenye kiungo ambao anahitajika kwenye top team kama Simba ni tunaita poor defensive recovery. Uwezo wake wa kurudi kwenye kulinda. Manake labda umepoteza mpira, uwezo wake wa kurudi kulinda, speed yake ni ndogo. Kwa hiyo ni mzito kufika kwenye matukio pale ambapo timu inapigwa counter attacks. Umeelewa vizuri? Nitakupa mfano ni katika mchezo dhidi ya Gor Mahia ambapo waliweza kupoteza kama mabao 2-0. Dakika ya kwanza tu ya mchezo, manake bado damu changa, Aboud Omar alifanya attempt ya indirect free kick ikaokolewa. Wakati inaokolewa hawa Gor Mahia wakapiga counter attack moja ya hatari sana. Chazo Ouma amechelewa sana kufika kwenye eneo husika kwa ajili ya kuja kuongeza namba ya kiulinzi au kujaribu kuzuia kabisa shambulizi. Kwa hiyo ni eneo ambalo anahitaji kufanyia maboresho, unaelewa? Lakini alifanya pia makosa ya kushindwa kumzuia goalkeeper wa Gor Mahia kuweza kuanzisha counter attack yenyewe. Manake sawa, unaweza usiwe na uwezo au usiwe na kasi ya kurudi, lakini at least kwa nafasi yako unaweza ukaepusha goalkeeper kuanzisha mashambulizi ya haraka kwa kujaribu kumzuia haraka ile haraka yake ya kujaribu kurudisha mipira. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi siamini kama kiungo wa design hii anafaa kucheza Simba, lakini sitaishia hapo. Nafikiri hii itakuwa ni mwanzo wa kuja na tathmini ya wachezaji wengine ambao wanahusishwa na Simba, akiwemo urejeo wa Clatous Chota Chama pamoja na Bright Anukani kutoka Uganda ambao nao pia wapo katika
majaribio. Haonekani yupo katika majaribio kwa taarifa ambazo zinasemekana, pamoja na urejeo wa Clatous Chota Chama katika kikosi cha Simba. Kwa leo naomba niishie hapo. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna maswali, ndugu waandishi wa habari, mnaweza mkaniuliza mimi niweze kujibu, au kama hakuna tuweze kumaliza. Pengine hapo kwa Chama.